Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe. Ninakuja ili nikutakie kila laheri la mwaka 2026. Sawa vile maneno ya Mungu yanasema kwenye Wafilipi sura ya 4 mstari wa 19, Mungu atawabariki haja ya mioyo yenu sawa sawa na utajiri wake. Ninatangaza baraka juu ya mtu mmoja katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Mwaka huu Mungu akubariki kadiri hajawahi kukubariki. Ninatangaza afya juu ya mtu mmoja aliyesumbuka na afya muda wa miaka yote. Magonjwa iliyoonekana haiwezi kupona, unavyoanza mwaka huu utaishi miujiza ya uponyaji. Mtu mmoja ambaye alikuwa na miradi ama project kwa miaka hazifaulu, natangaza uweza na nguvu isiyokuwa ya kawaida, kwa uweza na mamlaka niliyopewa na mbingu ya kubariki na kulaani. Ninabariki miradi yako, mahitaji ya miaka mingi, kutafuta kuzaa, kuoa na kuolewa. Mwaka huu Bwana akuonekanie zaidi kwa utukufu kumrudi, katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Ulikuwa na mahitaji ya kutoka katika maisha ya upangai, ulikuwa na mahitaji ya kusafiri na familia, una mahitaji ya kutaka kuacha dhambi fulani ambayo imekusumbua. Katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo, ninatangaza nguvu zitakazo kuwezesha kuacha dhambi ambayo ilikuwa imesumbua maisha yako. Kwa jina la Bwana wetu Yesu Kristo, natangaza maisha ya utakaso, hamu ya kumtafuta Bwana. Namtangazia mtu mmoja roho ya kuchukia na kukataa dhambi, roho ya kutafuta ufalme wa mbingu na haki yake. Kwa jina la Bwana wetu Yesu Kristo, mtu mmoja ambaye alikuwa na roho ya kukataliwa, alitiliwa mikoshi na balaa za ukoo na kifamilia, na kutangazia kufunguliwa katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Walichimba kaburi juu yako, wakatarajia utazikwa mwisho ya mwaka huu. Waliotarajia kuzikwa kwako, walioroga biashara yako ife, watakusaidia kushangilia utukufu wa Mungu. Maana utaishi au utakufa, maana biashara yako itaendelea, na watajifunza Mungu unayemuomba katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Mtu mmoja ambaye alikuwa mbali na Mungu, neema ya Bwana itakulocate, itakulokalize. Oh my Father, my God. Wakati Bwana wetu Yesu Kristo alizaliwa, Wamajusi walijiandaa, walimtafuta atazaliwa wapi. Vile vile neema ya Mungu itakutafuta kwenye huko, in the name of Jesus Christ, na kubadilisha kila kenye kilikuwa kinafanana kutokubadilika. Waliotarajia utakufaka maskini, watakushiriki kwa kushangilia vyenye Mungu atakufanyia katika mwaka 2026. Ombi langu kwako, Mungu anatutakia mema, lakini kinachotutenga na mapenzi, na mkono wake wa baraka, ni dhambi, ni machafuko, ni maovu. Tengeneza maisha yako ili upate kuishi baraka hizi. Bila kutengeneza maisha, bila kutembea sawa na mapenzi ya Mungu, baraka hizi zote nazitangaza huwezi kuziishi. Na huenda labda hujampokea Bwana wetu Yesu Kristo kuwa Bwana Mwokozi wa maisha yetu, ukabatizwa kwa maji mengi. Angalia kanisa lolote ile ambalo liko pembeni na hapo unaishi, wakaribie, maana baraka zinazotabiriwa, utasikia unabii mwingi,
utasikia maneno mengi ya faraja, lakini hayaendane na wenye dhambi, hayatembei na watu ambao wanakubali na wanaamua kuishi maovu. Mtu anaamua kuishi kiburi, mtu anaamua kuishi uchawi, mtu anaamua kutokusamea, mtu anaamua kusumbua wengine, mtu anaamua kuingia ndoa za wengine ili aziharibu, mtu anaamua kuzini na watoto wa watu, kuzini na wake wa wengine, mtu anaamua kusumbua familia yake, anaacha familia yake, anaamua kwenda na wamalaya, mtu anaamua kuleta chuki ndani ya familia. Hizi baraka tuko tunatabiri na kukiri haziwezi kufaulu katika maisha yako. Tengeneza maisha yako, mtafute Bwana ili upate kuishi baraka hizi. Na yule ambaye atakuwa mtiifu kwa Bwana, ndio Biblia inasema utabarikiwa uingiapo na utokapo katika mwaka huu. Ukiwa mtiifu kwa Mungu, utakosa wapi utie baraka in 2026. Na iwe hivyo katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo tunaomba na kushukuru. Amen.